Serikali imeziagiza taasisi za kidini nchini kuhubiri amani kwa waumini wake kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwakani, huku wakihusiwa kufuata malengo ya katiba zao. Hayo yamesemwa na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mhandisi Hamad Masauni baada ya kugawa sadaka ya vyama iliyotolewa na taasisi ya kidini ya Abdullah Aid Tanzania yenye makao yake makuu Kiwalani jijini Dar es Salaam, ikiwa ni kuashiria suala la imani baada ya Waislamu duniani kumaliza ibada ya Hija na kusherehekea sikukuu ya Idi. Na nitoa wito wa taasisi zote za dini nchini kufanya kazi hizi kwa weledi na bila wasiwasi wowote, na kujiepusha na kufanya mambo ambayo yanakwenda kinyume na madhumuni ambayo wamekusudia pamoja na katiba zao. Kwa mfano, sasa hivi tunajiandaa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwakani. Tungependelea taasisi hizi zitusaidie katika kuweza kuhamasisha wananchi wake kuendelea kudumisha amani ya nchi yetu, lakini kuepuka kujihusisha na shughuli za siasa moja kwa moja, kwa sababu hayo sio malengo ya taasisi za kidini kwa mujibu wa katiba zao. Hata hivyo, kwa zile taasisi ambazo zinafanya kazi zake kwa weledi, tutaendelea kuunga mkono kama nimesema mwanzo, na tunawahakikishia juu ya huu ushirikiano kutoka serikali, na tuendelee kuhamasisha taasisi nyingine zifanye kama taasisi ya Abdullah Aid ilifanya, na isishie tu katika kufanya katika mkoa wa Dar es Salaam. Kuna mahitaji mengi sana nchi nzima, maeneo ya vijijini. Mimi nitoe wito na niendelee kuwasisitiza kwamba fursa kama hizi wangeweza kuzitanua zaidi mpaka maeneo ya vijijini mwa nchi. Najua sadaka hii tunajitahidi sisi ifike kwa watu wengi sana katika nchi yetu, na tumeweka pointi 3 kubwa za kuchinja na kugawa. Ikiwepo Dar es Salaam tumechinja ng'ombe 80, alafu kwa Kilimanjaro tutachinja ng'ombe 50, na vile vile katika kisiwa cha Unguja Zanzibar tutachinja ng'ombe 50 kesho. Na ukiacha hivyo, kazi zetu za siku zote ni kwa ajili ya kuisaidia jamii, kwa watu wasiojiweza. Throughout mwaka mzima tunafanya kazi kama hizo. Sisi kama ambao tuliopewa misaada hiyo tunashukuru sana, kwa sababu mbali ya wengine kwamba wanacho cha kuchinja kwa wiki, kwa mwezi, lakini kuna wengine hata mara moja kupata kitoweo kama hichi inakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru sana, alhamdulillah, na pia tunashukuru kwa misaada mingi ya taasisi.